Rayvanny ametoa wimbo wa Kwaheri Baba ambao unamlenga hayati Raila Odinga ambaye alikuwa ni kiongozi wa ODM, na pia msanii mwingine nimeona kafanya hivyo ni Bahati kutoka Kenya, pia kaimba wimbo kwa sababu ya Raila Odinga. Na jana nimeona Aziadi, yule anaitwa Aziadi, yule influencer TikToker, anajaribu kuwashangaa wasanii wa Kenya why kwenye hili jambo kubwa, kiongozi ambaye alikuwa anapendwa, na of course tumeona upendo wake ulivyokuwa, aliokuwa anapendwa na Wakenya kwa kiasi kikubwa hivi, wasanii wa Kenya hawajaungana kabisa hata kutoa wimbo wa pamoja. Yaani ni kama ni kiongozi mkubwa wa nchi yao, na wengi wanajaribu kuhusianisha na wasanii wa Tanzania walivyofanya kwa hayati Magufuli. Baada ya Mwenyezi Mungu kumchukua, waliingia studio wasanii wengi wakatengeneza wimbo mmoja wa kihistoria, wimbo mkubwa kwa ajili ya kiongozi wetu. Lakini nimeona wasanii wa Tanzania walivyoguswa, Diamond, Alikiba, Harmonize, Rayvanny mpaka katunga nyimbo, Juma Jokes, na wasanii wengi wa Tanzania walivyofina. Nimemwona pia kapost, na wasanii wengi sana wa Tanzania walivyotoa pole kwa Kenya kuhusiana na kiongozi huyu Raila Odinga ambao Mwenyezi Mungu amchukua. Rayvanny ameamua kuguswa na kuingia studio kutoa wimbo ambao taishi milele kwa ajili ya Raila Odinga. Ni kiongozi ambaye alikuwa ni kiongozi pendwa. Angalia nguvu yake ya ushawishi mtaani. Angalia nguvu ya ushawishi mtaani Kenya. Mwenyezi Mungu amchukua, lakini bado ana command. Angalia watu walivyojaa Kenya kumpokea airport, JKA pale. Angalia barabarani, angalia Kasarani watu walivyokuwa na kanyagana mpaka metokea nafikiri vifo vya watu 3. Na ndio maana watu wengi wanajaribu kuwashangaa wasanii wa Kenya. Kwa nini hamjaingia studio kwa ajili ya kutunga wimbo kumwenzi? Ni kiongozi ambaye alikuwa anawatumia sana wasanii. Sana alikuwa anawapenda wasanii. Kwenye kampeni wapi alikuwa anaita wasanii. Kwa nini hamjaungana? Wao wa Kenya wanachoshangaa, kwa nini hamjawa kitu kimoja kwenye wakati huu? Mimi nimefurahishwa sana na hatua ambayo amechukua Rayvanny mpaka kuingia studio kuimba wimbo kwa ajili ya kiongozi ambaye, imagine, kiongozi sio wa taifa lake, lakini yeye anaweza kuingia studio akatunga wimbo kwa ajili ya kiongozi. Ni jambo ambalo kiukweli big shout out sana my brother Rayvanny boy. Hongera sana.